sijui. Kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu ajua. Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu. Mtu huyo alinyakuliwa juu. Mpaka mbingu ya tatu. Mpaka mbingu ya tatu. Tatu. Nami namjua mtu huyo. Nami namjua mtu huyo. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu ajua. Mungu ajua. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mstari wa 4 anasema ni ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi. Ya kuwa alinyakuliwa hata mpaka peponi. Akasikia maneno yasiyotamkika ambazo haihusu mwanadamu ayanene. Ambaye haihusu mwanadamu ayanene. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo maiki yako sioni ikifanya. Washa mpaka mwisho. Amen. Bwana asifiwe. Pastor, badilisha hiyo mawe. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Wakati kuna mambo ambayo tunaangalia, kuna nyenzo imefunguliwa ikatumika kesho iko pale. Kama kuna mambo ambayo natakana kuelewa, kuna mtu ambaye amekaa sana. Bwana asifiwe. Amen. Mstari wa 2 inasema, namjua mtu huyo, namjua mtu mmoja katika Kristo, yapata sasa miaka 14. Bwana asifiwe. Amen. Wewe wakati unakaa unamjua mtu gani? Yapata miaka mingapi? Haleluya. Huyo mtu unayemjua yapata muda gani unayemjua, na ni kwa nini unamjua, na faida yako ya kumjua ni nini? Haleluya. Kuna vitu lazima waangalia. Kuna mtu huyu ambaye ninamjua, ni mtu wa aina gani, anatoka wapi na anaenda wapi? Bwana asifiwe. Na huyu mtu ni nani? Bwana asifiwe. Inatakana kuelewa huyu mtu ambaye unamjua kwa ile miaka, lakini ukiangalia anafanana mwanadamu sijui, anafanana Mungu sijui, anafanana ni dini sijui, lakini sasa yeye ni vile alivyo. Bwana asifiwe. Amen. Yeye ni vile alivyo, lakini kitu cha kufurahisha kwamba ulimjua hata katika hata mbingu ya tatu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hata mbingu ya tatu ulimjua. Wakati ulipomjua katika ile mbingu ya tatu, kuna ile vitu ambavyo huyu mtu ni nani alipita hata katika peponi, na akaenda akafika katika mbingu ya tatu, ameketi pale. Bwana asifiwe. Ile ndiye kitu tunataka kuelewa. Huyu mtu ndiye tunakuja kumwabudu. Bwana asifiwe. Lakini shida tunamwabudu yule tunayemjua, lakini watu hawatamani kumjua na wanaangalia kwamba na hata wacha leo tushughulike na mambo yetu. Bwana asifiwe. But katika ufalme wa Mungu si kuchaza watu. Nilikuwa nikiongelea na pastor nikasema tuko mahali pale kama kanisa, lakini tuko mahali pale kama kanisa, na wakati tuko kama kanisa mahali pale, lazima uelewa, tutaangalia njia ya kusema kwamba watu wameama kanisa wamekuja kwetu. Hapana, tunataka moyo ambao ulipotea uje kanisani. Bwana asifiwe. Na huo moyo ni ule moyo ambao tunahitaji kuabudu katika roho na kweli. Haleluya. Sasa ule moyo ambao tunautaka ni ule moyo ambaye mtu anaangalia, kuna mtu ambaye habari zake zinahubiriwa lakini simjui. Huyu mtu nasikia habari zake lakini sielewi ni nani. Huyu mtu namwangalia nasikia kwamba anafanana sawa hivi, ni mtu wa aina gani, lakini nimemjua kwa muda sasa. Bwana asifiwe. Amen. Huyo mtu nimepita wanamhubiri, huyo mtu nimepita wanasema, huyo mtu nimepita wanasema yanaweza. Bwana asifiwe. Lakini leo ni uthibitisho kwamba siku kama ya leo hii ndio siku nataka kujua Mungu yuko pamoja nawe. Haleluya. Amen. Kuna mambo tunaangalia ya kwamba Mungu ni mwaminifu na anaweza. Yeye ndiye Mungu ambaye tunangoja kusikia sauti kutoka kwake, na yeye ndiye alipanda hadi mbingu ya tatu. Bwana asifiwe. Huyo mtu ambaye ukiangalia hauwezi kumwelewa, ufahamu hadithi yake, haujui nafsi yake, haujui ni nani, lakini ukijaribu kumwangalia inabidi ukae chini na uanze kuandika matendo yake makubwa. Bwana asifiwe. Inabidi ukae chini utangaze ukuu wake. Inabidi ukae chini, unafikiria sana kumhusu. Haleluya. Amen. Huyo ndiye mtu anafanya natakana tulala, lakini tunaona haiwezekani tulala. Bwana asifiwe. Huyo ndiye mtu tunatakana yaani tunafikiria kwamba kaa chini, unaona hapana sina. Simama, hapana sitasimama, lazima nitangaza habari ya mtu. Haleluya. Huyo mtu ni yule ambaye Mungu anakueleza kumhusu. Ni mtu wa aina gani? Ni mtu ambaye
Mungu ametupa kibali machoni pake. Bwana asifiwe. Ni mtu ambaye Mungu amepanga jambo jipya ndani katika jina la Yesu. Haleluya. Ni mtu ambaye Mungu anasimama kwa upande wa pili na anasema huyu ndiye yule. Haleluya. Amen. Lazima tuelewe tunaabudu mtu gani. Haleluya. Yule mtu tunayemtafuta si yule mtu wa kawaida. Yule mtu ambaye wanaposikiza, unaona wanapotoa habari yake wasema na kweli ni kama, lakini shida zao zinafanya unaona ni kana kwamba haifu. Haleluya. Lakini leo nakuja kutangazia kwamba pato yuko na nakujua. Haleluya. Huyu Yesu anakujua vizuri sana na anatambua wewe na nje upigie changamoto, nje upigie mizuko. Hii ndio hali inaonyesha kwamba kuna ufalme mahali imetikisika. Bwana asifiwe. Na huo ufalme wakati unatikisika, unakuta nao unaanza kufight. Wewe ndiye umesababisha nipitie haya. Sasa ile yule mtu alienda katika mbingu ya tatu ili ashuke chini. Anaposhuka anakuja kukutetea wewe. Bwana asifiwe. Anashuka na kuja kusimama upande wako na kupigana kutetea. Haleluya. Huyo ndiye moto tunahubiri. Bwana asifiwe. Amen. Inasemaje mstari wa 5 basi? Kwa habari za mtu kama huyo nitajisifu. Kwa habari za mtu kama huyo nitajisifu. Lakini kwa ajili ya nafsi yangu sitajisifu. Isipokuwa katika habari ya udhaifu wangu. Sita inasema. Maana kama ningetaka kujisifu, singekuwa mpumbavu. Kwa sababu nitasema kweli. Lakini najizuia ili mtu asinihesabie zaidi ya hayo ayaonayo kwangu au kuyasikia kwangu. Bwana asifiwe. Kuna mambo unajaribu kusema sitaki kujisifu, nataka kufanana wale. Bwana asifiwe. Sitaki kufanana, nataka kukaa hiyo system. Bwana asifiwe. Ili yani kubariki kwamba kuna kitu ambacho usijipige kifua, kwa maana kuna mtetezi hapo juu mbinguni, unapaswa kumsifu. Bwana asifiwe. Na yule anayetaka kusifu kwa ajili yako, asisifu kwa ajili yako, asifu kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Asisifu kwa ajili ya jinsi unavyokaa, bali asifu kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Na hiyo ndiyo inakuwa sehemu ya Bwana, inakuwa ni sehemu ya kumtukuza Mungu. Haleluya. Amen. Wacha tufungue Galatia 1. Tuanze na mstari wa 3. Galatia 1 mstari wa 3. Neema iwe kweli. Mstari wa 3. 1 mstari wa 3. Nasoma.